yake, aina za mashtaka na matokeo yake. Katika vikao vya uharibifu, katika vikao vya giza, unaweza ukapanga aina za magonjwa na matokeo yake, aina za ajali na matokeo yake, aina za magomvi katika familia, aina za itilafu katika ndoa, katika ukoo, katika dini, katika madhehebu, kitaifa na kimataifa. Unaona itilafu zinatokea. Kwa hiyo kila tukio la uharibifu huwa kuna nguvu nyuma yake inayolisukuma ili lipate kudhihirika au kutokea. Kila tukio la uharibifu chini ya jua huwa kuna nguvu nyuma yake inayolisukuma ili lipate kudhihirika au kutokea. Mambo mabaya yanayotokea mara nyingi yanaratibiwa na kuwekewa wasimamizi, ili hao wasimamizi waweze kutoa taarifa katika makao makuu ya mipango ya uharibifu. Kwa hiyo si kila linalotokea kwamba tu ni kawaida. Hatukuumbiwa kawaida ya matatizo, hatukuumbiwa kawaida ya magonjwa. Hakuna magonjwa ya kawaida, hakuna matatizo ya kawaida. Lolote lililo baya, nyuma yake kuna nguvu ambayo inaliratibu. Kuna vikundi, kuna vikao, kuna mabaraza ambayo yamekaa na kuratibu ili hayo yapate kutokea. Si tu kwamba limetokea tu ni sehemu ya maisha. No please. Hakuna mabaya yatokee katika maisha kwamba ni sehemu ya maisha. Hatukuumbiwa matatizo. Hatukuumbiwa matatizo. Haya yote matatizo na kadhalika ni matokeo ya vikao vya uharibifu. Na vikao vya uharibifu asili yake ni shetani. Asili yake ni shetani. Hatuwezi kusema kwamba ugonjwa huu basi tu ni bahati mbaya, kipindupindu ni bahati mbaya. Lolote lilo baya, nyuma yake kuna nguvu ya uharibifu ambayo inaliratibu, inalisukuma ili lidhihirike ama lipate kutokea. Na kisha hawa wasimamizi, hawa waratibu wa hayo mabaya wanaanza kutoa taarifa katika makao makuu ya uharibifu ili utekelezaji ama mambo mengine zaidi yaendelee kutokea. Kama ilivyotangulia kusema, migogoro katika familia, migogoro katika ndoa, migogoro hata katika madhehebu ya dini. Mchungaji kwa mchungaji, askofu kwa askofu wanainukiana. Sasa unajiuliza, ini inakuwaje? Hawa wanamtaja Mungu, wanamtaja Yesu, lakini wanainukiana katika uharibifu, katika wanagombana, wananeneana, wanapelekana mabarazani, wanatoa ushahidi ambao si kweli. Alafu huyo ni baba askofu, alafu ni baba mchungaji, huyo ni mtume, huyo ni nabii. Wapenzi, yote hayo ukiona yanatokea, nyuma kuna nguvu inayoratibu mabaya hayo ili yatokee, ili yadhihirike. Na ndiposa shetani huanza kujitukuza na kujiita kwamba yeye ni Mungu wa dunia hii. Nasema hapana, tunaye Mungu Yehova peke yake, na huyo ndio mtetezi wa haki zetu. Ndio maana leo nimekuja nikwambie ama nisimamie kipindi hiki cha maombi ya kuibadilisha hukumu. Hawa watu wakasema hatutapata shtaka lolote, hatia yoyote kwa Danieli isipokuwa tumtafute katika sheria ya mambo ya Mungu wake. Ni vikao hivi wanakaa na kuratibu waone namna gani ya kuweza kumtia hatiani Danieli. Na kwa uzushi wao, kwa hila yao, tazama kikosi hiki, tazama kikundi hiki kikaratibu hii mipango. Wakaenda mbele ya mfalme Dario, wakamwambia weke sheria hii, mtu awaye yote asiombe kwa Mungu awaye yote ndani ya siku 30. Wakijua Danieli maisha yake ni maisha ya maombi, ili ya kwamba wamkamate katika ile wamtie hatiani. Kwa hiyo walipopeleka shtaka hili, mfalme Dario pasipo kujua nani aliyelengwa, ndiposa Biblia inasema akatia sahihi yale maandiko, ile sheria, ile hukumu ikawa
imethibitishwa hivyo kwamba awaye yote atakayeweza kuomba kwa Mungu awaye yote ndani ya siku hizi 30 atiwe hatiani, na hukumu yake itakuwa ni kusukumwa ama kuuawa kwa kuliwa na simba. Kwa hiyo Dario pasipo kujua akatia sahihi. Ndiposa wakaenda baada muda mfupi wakasema, tayari kuna mtu katika ufalme wako asiyeenda na utaratibu, asiye kuheshimu, anafanya yaliyo kinyume. Si mwingine naye ni Danieli, uliyemweka juu katika utawala wa ufalme wako. Kifupi, Danieli akaletwa moja kwa moja, hata hakusikilizwa, maana tayari wameshatengeneza mazingira. Hapakuwa na utetezi, moja kwa moja alihukumiwa, akawekwa, akasukumwa, akaweka katika tundu la simba ama zizi la simba. Hakuwa simba mmoja mwenye njaa, walikuwa simba, wanatheolojia wanasema ni zaidi ya simba 6 walikuwa ndani ya lile zizi ama ndani ya lile shimo, wana njaa, wanangoja waletewe chakula. Mungu turehemu. Anapelekwa Danieli kwenye shimo la mauti. Hajakosea kivile, ila ni mashtaka yaliyotengenezwa. Lakini kilichosaidia Danieli kabla ya hiyo hukumu, alikuwa na uhusiano mzuri na Mungu wake. Magumu mengine yanatupata katika uratibu kwenye vikao vya uharibifu, kwa sababu wengi hatuna uhusiano mzuri na Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Danieli alikuwa ameshatengeneza uhusiano wake mzuri na Mungu, na Mungu ndiye aokoaye, Mungu ndiye ateteaye, Mungu ndiye aponyaye, Mungu ndiye kila kitu. Kwa hiyo wakati anakamatwa na kutupwa katika tundu la simba, Biblia inasema kutokana na uhusiano mzuri na Mungu wa mbinguni, Mungu ambaye ana billions trillions za malaika, akaagiza malaika mmoja, naye akashuka kwenye lile tundu katikati ya wale simba. Biblia inasema yule malaika akafunga makano ya simba. Kwa hiyo Danieli anapoingia mahali pale, anakuta ile hukumu, yale makusudio yatokanayo na vikao vya uharibifu hayana nguvu ya matokeo kama ilivyokusudiwa, hayana nguvu. Kwa hiyo wale simba wakanyamaza kimya pamoja na njaa zao. Kwa nini? Malaika ameingilia kati. Kwa nini malaika ameingilia kati? Kwa sababu Danieli alikuwa ameshaomba tayari maombi ya kuibadilisha hukumu. Na ndivyo leo nahitaji Mungu atusaidie kupitia kipindi hiki. Tuombe maombi yanayoenda kubadilisha hukumu iwayo yoyote ambayo imekusudiwa dhidi yako, kwenye afya yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwenye kazi yako, kwenye chochote ulicho nacho. Kuna hukumu iliyokusudiwa. Lakini ni maombi yangu tunapoenda kuomba hivi, tubadilishe na tubatilishe hukumu iwayo yoyote. Inawezekana katika jina la Yesu Kristo Bwana. Tuseme amen. Amen. Bwana Yesu na apewe sifa tena. Kwa hiyo hukumu ya Danieli haikuwa ya haki kama ilivyotangulia kusema, ilikuwa ni ya uonevu tu. Kwa nini? Kwa sababu Danieli kama mgeni katika ile nchi, kutokana na ubora wa roho iliyokuwa ndani yake, akafanya vizuri, hata mfalme akaazimia kumuinua, kumbariki. Hivyo hawa wenyeji wakachukia. Kwa nini mgeni aje inuliwe? Kwa nini huyu abarikiwe? Kuna watu wanajisikia vibaya kusikia ama kuona tu unaendelea vizuri. Unapoamka tu uko mzima, halafu haujagonjeka, hauna mafua, ama yani unaendelea tu vizuri. Kuna watu wanachukia. Kwa nini huyu awe hivi? Kwa nini huyu afanye biashara afanikiwa aendelee hivi? Kwa nini huyu ajenge nyumba hivi? Kwa nini huyu azae watoto hivi? Kwa nini huyu asome mpaka form 6? Kwa nini aende mpaka university? Kwa nini huyu awe hivi? Kwa nini huyu analima anavuna sana? Kwa nini mifugo zake huyu sina? Hivyo tu wanaumia. Wanapenda kukuona unalialia, wanapenda kukuona unaishi maisha ya utumwa, maisha ya dhiki, maisha ya adha. Hiyo ndio furaha yao, ndio furaha ya shetani.
na ndiyo mipango inayoratibiwa kutoka kuzimu, ya kwamba wewe uishi maisha ya shida, uishi maisha ya dhiki. Imekuja kukwambia anahitaji kuomba maombi ya kuibadilisha hiyo hukumu na kubatilisha mipango yoyote iliyokusudiwa katika ubaya dhidi ya maisha yako. Haiwezekani. Haukuumbwa, haukuzaliwa ili uyapitie hayo, Nakataa. Na inawezekana. Biblia inasema Mungu wetu katika kitabu cha Yeremia sura 29 fungu la 11 anasema, nayajua mawazo ninayowazia ni mawazo ya amani. Come on. Ni mawazo ya amani, ni mawazo ya mafanikio, ni mawazo ya ushindi, ni mawazo ya uponyaji, ni mawazo. Mungu anatuwazia mema hayo. Na kama anatuwazia hayo, sina budi kukuombea. Na ndicho kilichonileta leo, ili niombe maombi ya kuibadilisha hukumu ambayo adui amekusudia mabaya katika maisha yako. Bwana Yesu na apewe sifa tena. Amen. Watu wanachukia tu kuona unaendelea, kuona umekaa vizuri kwenye ndoa yako. Wanachukia. Kwa nini huyu akae vizuri kwenye ndoa yake? Kwa nini anapata mshahara anaendelea? Kwa nini huyu? Wanataka uwe ni mtu mwenye madeni, udaiwe tu. Unafanya kazi kwenye kampuni, kwenye shirika, unafanya kazi maeneo gani, lakini mshahara wako, kadi ya benki umeipeleka kwa wale wanaokopesha. Yani every month, kila mwezi wewe ni wa kukopa, haufurahi mshahara wako, haupangi matumizi, unapangiwa na wengine. Nimekuja katika kipindi hiki kuomba maombi ya kuibadilisha hukumu na hatima yako irejee kama na Mungu alivyokukusudia. Kwani anasema katika waraka wa Yohana, kwa mpenzi Gayo nimpendaye, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya kama roho yako ifanikiwavyo. Mungu wetu ni Mungu wa mafanikio. Mungu wetu ni Mungu wa baraka. Mungu wetu ni Mungu wa heri. Mungu wetu sio Mungu wa kutufanya tulielie. Ndio maana namwambia Musa, acha kunililia, waambie Israeli wachukue hatua, waendelee mbele. Endelea mbele hata usiku wa leo katika kulicha jina la Mungu Yehova. Endelea kumwamini Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema amina. Amen. Danieli alipoingizwa kwenye tundu hilo la simba, bila nasema Mungu akaruhusu malaika waingilie kati, wakaingia na tazama wakafunga makanwa ya simba. Hayo ni maombi ambayo Danieli alishaomba kabla, na malaika akaingia. Utekelezaji uanze. Nilishaomba na sasa nahitaji nikuombe. Mahali popote ulipo, una changamoto gani? Una kifungo cha aina gani? Una laana gani? Una balaa gani? Una mikosi ya namna gani? Ni mtu ambaye umekuwa na roho ya kukataliwa. Kila unapoenda ni mtu wa kukataliwa. Umejaribu kwenda hata kwa waganga wa kienyeji ili wakuoshe, eti kukuondolea mikosi. Nataka nikwambia hakuna kuondolewa mikosi kwa mganga wa kienyeji, isipokuwa ni kuongezewa matatizo mengine, ni kuongezewa mizigo ya uharibifu mwingine. Damu ya Yesu iliyomwagika Calvary, hiyo ndio ioshayo. Biblia inasema kwa ondoleo la dhambi, kwa ondoleo la mabaya ya kila aina, ni damu ya Yesu Kristo. Nimekuja nikuombee Mungu akufungue, usiwe na hiyo roho ya kukataliwa tena, usiharibikiwe kwenye ndoa tena, usiharibikiwe kwenye biashara tena, usiharibikiwe kwenye afya yako, maana umekula dawa na dawa lakini hakuna kinachoendelea. Nimekuja na tiba ya kweli, maombi ya kuibadilisha hukumu, usiwe kama na ambavyo walikusudia, katika jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, aliyeshinda mauti na kuzimu. Yu hai, ndiye nileleta habari zake kwako ambaye una kifungo kiwacho chochote. Naam, baada ya maneno haya, maneno hili, funika macho, nahitaji nikuombee. Una shida gani? Una kifungo gani? Wapi? Kwa muda gani? Sina sababu ya kukuuliza kwa muda gani. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tukiomba sawa sawa na mapenzi yake anafanya, na ameahidi kusema
kila pando lisilopandwa na Baba yangu litang'olewa. Hata hayo yanayokuliza, yanayokufanya uishi maisha sio yako, ni pando la adui. Mungu amenipa neema ya kuomba maombi ya kuibadilisha hukumu ya kichawi, maombi ya kuibadilisha hukumu ya majini, mizimu, mashetani, ya kuachie. Funika macho, funika macho. Inawezekana haujapata neema ya kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Acha nikupatanishe kwa kitu, kwa maombi yanaitwa sala ya toba, na kisha baadaye namalizia kuombea. Maombi ni mafupi lakini kazi yake ni kubwa. Maombi ni machache lakini shehena ya majibu. Utashangaa na Bwana yatende hayo. Funika macho kama hujawahi kumkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi, na hata kama uliwahi kumkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi lakini ukamkosea kwa njia ya mawazo, kwa njia ya maneno, ima matendo, maisha yako hayajawa safi, una jina la Kikristo lakini unayatenda hayana Ukristo, hayana picha ya Kristo. Funika macho, twende nami kwa sala hii. Sema: Mungu Mwenyezi, niko mbele zako, nimelisikia neno lako juu ya maombi ya kuibadilisha hukumu. Maisha yangu si rafiki mbele za uso wako. Ninaomba unisamehe kwa kila nilipokosea, kwa mawazo yangu, kwa maneno yangu na kwa matendo yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Naomba uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, na matendo mema nitakaanza kutenda kuanzia sasa. Nami na kuahidi nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Mungu nisaidie, naokoka na kuamini katika jina la Yesu. Funika macho, weka mkono mahali pana shida, ni tumboni, kama ni mfumo wa mwili basi unaweza ukaweka kifuani ama ukaweka kichwani. Mambo ya kifamilia, mambo ya ndugu, kama ni biashara basi weka mkono wako popote. Nami nakuombea. Baba, katika jina la Yesu, nalibariki, nalitukuza, nalihimidi jina lako pekee. Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu, Mungu ambaye sisi ni watoto wako. Tazama afya yake ambavyo inamsumbua, ndoa yake inavyomsumbua, familia yake inavyomsumbua, biashara isivyoenda sawa sawa, jumla ya yake na yaweka mbele za uso wako kwa jina la Yesu. Kifungo chochote, laana yoyote, balaa, mikosi, roho za kuzimu, mashetani, uchawi, toka, achia kifua chake, toka, achia tumbo, asazi, toka, vidonda vya tumbo, kauka kwa jina la Yesu Kristo. Kansa ya mifupa, toka. HIV, toka, toka. Presha ya moyo, macho, toka kwa jina la Yesu Kristo. Ugumba, utasa, toka kwa jina la Yesu Kristo. Mirija ya uzazi, zibuka, funguka, funguka, funguka kwa jina la Yesu. Hili tumbo la mwanamke ni wakati wa kubeba na kuzaa watoto wa kike na wa kiume kwa jina la Yesu. Yawezekana ni mwanaume hana mbegu. Nasema shetani na roho ya huyu, toka, achia, toka, achia. Kuanzia leo watoto wanazaliwa kwa jina la Yesu. Biashara iliyofungwa, mtu amekubwa asione hata mtaji umeenda wapi, amekuwa na madeni mpaka amekuwa na pressure, tangu leo biashara iliyofungwa, uliyefunga biashara, toka tuyu, achia, achia mapato yake, achia, toka, achia afya yake, toka, achia ndoa, achia kazi yake ofisini, anapokea mshahara, anaweka kwenye mifuko iliyotoboka toboka, maana yake kwenye matatizo, mshahara unaisha kwenye matatizo, hana hata namna ya kupanga budget ya maendeleo. Usiku wa leo naomba maombi ya kuibadilisha hukumu. Shetani, toka, achia, toka, achia biashara, toka, achia kipato, toka, achia maisha ndugu huyu. Baba na Mungu wangu, ninakushukuru kwa sababu mtu huyu amefunguliwa. Hata wanaochimba dhahabu wafunguliwe sasa, waone mchango wa dhahabu, waone mawe ya dhahabu, waone na watajirike kwa jina la Yesu Kristo. Nazuia hata maduara kuwaponda watu, na kataa
maana yote haya yameratibiwa na adui. Mungu nakushukuru kwa sababu umenisikia, na haya yote anaenda kutendeka kwa utukufu wako. Ninasema asante, utukufu na heshima na kurudishia, kwa kuwa ndugu huyu amepokea uponyaji ambayo sijayaomba, lakini wewe Mungu utuombeaye kwa Roho Mtakatifu kusikoweza kunena mwanadamu, yaangalie yote yatimize. Machache nimeomba katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, naomba na kushukuru. Amen. Amen.